Chama cha wauguzi Tanzania TANA kimelani vikali maudhui yaliyochapishwa na msanii maarufu wa uchekeshaji nchini Goodluck Carlos almaarufu kama Mr. Mwanya, ambaye alishia video yenye maudhui tata ya udhalilishaji dhidi ya taaluma ya uuguzi na ukunga, hususan wa taaluma ya jinsia ya kiume, na hivyo kupelekea chuki kwa jinsia ya kiume waliobobea katika taaluma ya uuguzi. Kauli hiyo imetolewa leo na Rais wa Chama cha Wauguzi Tanzania TANA, Alexandra Jumanne, akiwa mkoani Iringa, ambapo amesema kauli yake hiyo ni dhihaka ya kijinsia inayodhalilisha fani ya uuguzi na kuwafanya waonekane kama watu wasio na maadili, kinyume kabisa na hali ya taaluma hiyo, huku chama hicho kupitia rais wa chama hicho kikitaka Baraza la Sanaa Taifa BASATA kumchukulia hatua kali za kinidhamu msanii huyo. Lakini pia kupitia mitandao yake ya kijamii, mchekeshaji huyo almaarufu kama Mr. Mwanya amekiri kukosa ama kutenda kosa hilo na ameomba radhi kwa umma na chama hicho. Kutoka mkoani Iringa, mimi ni Gervas Edmond. Siku ya jana haikuwa nzuri kazini kwangu, kwani moja ya maudhui ambayo niliyatengeneza yameleta tafsiri tofauti. Ipo video nilitengeneza nikasema kabisa mtoto wa kiume unasomea nursing au upo kwenye nursing. Sibora ungezoea mtoto wa kike waone tukushone. Of course ni content ambazo zimekaa kiutani. Watu wengi ambao wananifahamu, mashabiki zangu ambao wananifahamu hasa kwenye hizo content, hazipo kwa ajili ya kudhalilisha kundi fulani. Zipo kwa ajili ya utani. Na kama mnavyojua mimi ni mtu wa utani, mtu wa comedy. Kwa hiyo imeleta tafsiri tofauti kidogo. Baadhi ya wahusika waliosomea na ambao wapo kwenye hiyo taaluma wamenitafsiri tofauti. Kwa hiyo nitumie njia ile ya video mimi kuzalisha, basi kuomba radhi kwao, kuomba radhi Baraza la Ukunga, la Wakunga Tanzania, kwamba sikuwa na maana ya kudhalilisha hiyo fan. Kwa hiyo nipenda kusema pia, nafikiri hii dhana ilikuwepo sio kwangu mimi tu. Hii dhana ilikuwepo kwa watu wengi kwenye katika jamii. Tulikuwa tukiamini kuwa tukisikia tu neno nurse basi ni wa kike, ila wa kiume ni daktari. Kumbe sivyo. Hivyo. Kumbe nursing kwenye masuala ya uuguzi pia hata mtoto wa kiume pia anaweza akasomea na anaweza akafanya vizuri zaidi kwenye hospitali, kwenye zahanati, kwenye vituo vyote vinavyohusu afya. Kwa hiyo nipende kuomba radhi ndugu zangu. Mtoto akikosea bwana sio eti mshurubashwe. Mtoto akikosea anasamehewa. Zaidi tu mimi nitakuwa tu balozi mzuri kwenu, nitakuwa mstari wa mbele sasa kuwatetea hiyo nadharia potofu ambao mimi pia nilikuwa nayo nikiishi kwa watu ambao wanaamini. Kwa hiyo nipende kuomba radhi kupitia hii video. Basi kazi endelee. Mitano tena. Ndugu waandishi wa habari, kwa masikitiko makubwa, Chama cha Wauguzi Tanzania kilipokea picha mjongeo kupitia mitandao ya kijamii inayozunguka kwenye makundi sogozi mbalimbali ambapo wauguzi na wakunga wamo, iliyotolewa hadharani na mtu anayefahamika kwa jina la Goodluck Carlos almaarufu Mr. Mwanya, ambaye ni msanii maarufu mbele ya jamii, ikidhalilisha taaluma ya uuguzi na ukunga, hususani jinsia ya kiume, na kuchochea chuki kwa jinsia ya kiume waliobobea katika taaluma hii ya uuguzi na ukunga. Katika picha mjongeo hiyo, Bwana Goodluck Carlos almaarufu Mr. Mwanya amedai kuwa uuguzi ni taaluma ya kike, yaani kazi ya watu wanao. Ni maneno tunayonukuu kwenye picha hiyo mjongeo. Kauli hii ni ya udhalilishaji wa wazi dhidi ya taaluma ya afya na inalenga kutia doa kazi ya watu wanaohangaika usiku na mchana kuokoa maisha ya wengine, akiwemo hata yeye. Tuna imani
Ndugu waandishi wa habari, labda tu nieleze kifupi hapa. Muuguzi na mkunga ndio mtu wa kwanza kumpokea binadamu anapozaliwa. Maana yake kwamba hata huyu ndugu yetu Mr. Mwanya naye na imani alihudumiwa na wauguzi, na huenda ni wa kiume waliomhudumia, lakini leo ameamua kukengeuka na kutoa kauli za kuzalilisha taaluma hizi. Kwa kauli hizi zinashusha hadhi ya watoa huduma wa afya, wakiwemo wauguzi hususan wa kiume. Hii ni dhihaka ya kijinsia inayodhalilisha fani ya uuguzi na kuwafanya waonekane kama watu wasio na maadili, kinyume kabisa na hali halisi ya taaluma hii. Ni kauli inayowakatisha tamaa wanaosomea au walioko kwenye taaluma hii na inakiuka misingi ya usawa wa kijinsia. Hakuna taaluma ambayo imespecify au imeainisha ni ya jinsia moja tu, ili mradi tu mtu anahuluka na matamanio ya kusomea jambo lolote hilo, na ndivyo taaluma ya uuguzi ilivyo pia. Aidha, katika maelezo yake ameweka wazi mtazamo wake wa unyanyapaa dhidi ya wauguzi wa kiume kwa kuwabatiza majina ya kudhalilisha, baada ya kuwaita wauguzi wa kiume majina ya kike kama Mwajuma Mbinuko. Tunarejea maneno yake kwenye hiyo picha mjongeo, Asha Mautamu, Amina Kisogo na kadhalika, kadiri ambavyo tumesikia kwenye video yake hiyo. Kwa kufanya hivyo, Bwana Goodluck Carlos maarufu Mr. Mwanya ameendeleza unyanyasaji wa kijinsia, kisaikolojia na kijamii zidi ya wanaume walioko kwenye taaluma ya uuguzi. Hii ni aina ya ukatili wa kijamii na kijinsia unaolenga kuwakatisha tamaa vijana wa kiume katika taaluma hii, jambo ambalo linaweza likafanya vijana wetu wa kiume wasijiunge na vyuo vyetu vya uuguzi na kuhatarisha utoaji wa huduma za afya nchini kwa ujumla wake. Pia Bwana Goodluck Carlos maarufu Mr. Mwanya amesema kuwa fani ya uuguzi na ukunga si ya wanaume, jambo ambalo si kweli. Sisi wenyewe mnaotuona hapa ni wataaluma hiyo hiyo. Sasa mtatuambia labda na sisi jinsia yetu ni ya kike. Kauli hii ni ya ubaguzi wa kijinsia na wa hali ya juu, na ni upoteshaji pia kwa makusudi unaokwenda kinyume na haki za binadamu, haki ya elimu na uhuru wa mtu kuchagua taaluma anayoitaka. Uuguzi na ukunga ni taaluma inayotegemea ujuzi, moyo wa huduma na maadili bila kujali jinsia ya mtu. Hivyo kauli hii inawatenga wanaume kwenye muktadha wa taaluma ya afya na ni hatari kwa usawa wa kijinsia, haki za vijana na maendeleo ya sekta ya afya kwa ujumla. Aidha, kumekuwa na kusambaza dharau kwa kutumia hadhi yake ya kisanii, kwa kutumia jina lake maarufu na ufuasi alionao. Bwana Goodluck Carlos maarufu Mr. Mwanya ametumia vibaya jukwaa lake la kisanii kueneza sumu ya matusi, chuki na dhihaka dhidi ya wauguzi. Msanii mwenye maadili anatakiwa kuwa kielelezo cha kuhamasisha maadili mema, heshima na mshikamano wa kitaifa, na si kudhalilisha au kufedhehesha taaluma husika. Chama cha Wauguzi Tanzania kwa maana ya TANA inalaani vikali picha mjongeo hiyo chafu na ya kashfa inaodhihaki wauguzi wa kiume na kujaribu kupotosha jamii kuhusu heshima na thamani ya taaluma ya uuguzi. Kwa msingi huo, ndugu waandishi wa habari, tunaomba tutoe matamko yetu mbele ya vyombo vyetu na mbele ya umma. Moja, kwa kuwa BASATA ina jukumu la kuhakikisha sanaa inatumiwa kukuza jamii, si kuchonganisha. Hivyo chama kinaomba Baraza la Sanaa la Taifa kwa maana ya BASATA lichukue hatua kali dhidi ya msanii huyu kwa matumizi mabaya ya sanaa yake ya kueneza dharau na chuki dhidi ya taaluma halali ya kitaifa, kwani kauli za aina hii zikitoka kwa msanii na zikiachwa bila hatua zinawatia moyo wasanii wengine kutoa matamshi ya hovyo yasiyo na heshima kwa taaluma na makundi mbalimbali ya kijamii. Aidha, vyombo vya habari vinaombwa kuchukua tahadhari kubwa katika kuchuja maudhui yanayorushwa kwa jamii, hasa zinazohusu taaluma za watu. Aidha, chama inaomba wanataaluma washirikishwe endapo kuna maudhui yanayohusu taaluma zao kabla hajarushwa kwenye vyombo vya habari, ili kuondoa upotoshaji unaweza kujitokeza kama ambao umejitokeza uliofanywa na Mr. Mwanya. Aidha, chama kinaomba Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania kwa maana ya TNMC
kuendelea kusimamia fani ya uuguzi na ukunga kwa weledi ili wasivunjike moyo na kukata tamaa kwa tukio hili lililotolewa kupitia picha mjongeo. Pia chama kinaomba serikali kupitia vyombo vya usalama na mawasiliano kuwachukulia hatua kali za kisheria, hususan Bwana Goodluck Carlos almaarufu Mr. Mwanya pamoja na wahusika wa kutengeneza na kusambaza video hiyo haraka iwezekanavyo ili iwe fundisho kwa wenye tabia kama hizo. Na mwisho, chama cha wauguzi Tanzania kitawasilisha shtaka rasmi kwa njia ya kisheria dhidi ya Bwana Goodluck Carlos almaarufu Mr. Mwanya, likimtaka kufika mahakamani kujieleza juu ya kauli zake ambazo zimeleta taharuki, kuharibu taswira ya wauguzi na kuondoa imani ya jamii kwa watoa huduma za uuguzi na ukunga nchini. Ndugu waandishi wa habari, uuguzi ni kazi inayohitaji mtu awe na moyo wa upendo na huruma. Hivyo yeyote anayechagua kumhudumia binadamu kwa hali yoyote ile anastahili heshima ya kipekee kutoka kwa jamii. Hivyo chama cha wauguzi Tanzania kinatoa rai kwa jamii na wananchi wote kupuuza kabisa hiyo taarifa yenye lengo la kuharibu taswira ya taaluma ya uuguzi na badala yake kuendelea kuwaunga mkono wauguzi kwa jinsia zote katika kutoa huduma bora za afya kwa Watanzania. Aidha, tunawaomba wauguzi wote nchini kuendelea kuwahudumia Watanzania kwa weledi mkubwa na moyo wa upendo, wakati huku chama kikiendelea kushughulika na masuala mazima ya kisheria kama ambavyo nimeeleza hapo awali.